Habari hii inaonyesha tukio la kusisimua na la kugusa moyo ambako bibi mmoja nchini Kenya aliamua kutoa kuku wake 6 hai kama njia ya mabadilishano kulipa ada ya shule ya wajukuu wake. Wajukuu wake walikuwa wamerudishwa nyumbani kutokana na deni la ada, ingawa jina lake alikuweza kutajwa. Kitendo chake kimeibua maswali mengi kadha wa kadha katika mitandao ya kijamii, lakini pia watu wengine wakianza kujiuliza imekuwaje mpaka bibi huyu akaamua kupeleka kuku wao katika shule hiyo. Udhibiti wa mapenzi ya uwajibikaji wa bibi ndio kipaumbele cha kwanza. Bibi huyu ameridhika kabisa na ameamua kudhihirisha upendo wake wa dhati na kwa kujitolea kwa ajili ya elimu ya wajukuu wake. Amekuwa tayari kutoa kuku wake na kile kidogo alichokuwa nacho, si pesa bali kuku, ili kuhakikisha wajukuu wake hawakosi masomo. Huu ni mfano wa watu wengi ambao maishani mwao watoto wao watakuja kumkumbuka daima. Na watu wengi wametumia njia hii kama vile njia ya kujifunza jambo hili ambalo limeweza kutokea katika nchi ya Kenya. Bibi huyu bado changamoto za kiuchumi katika familia yao maskini zimekuwa zikiwaandama siku hadi siku. Hii ni ishara kwamba kuna familia nyingi ambazo ni maskini katika nchi ya Kenya na wengine wanakosa elimu kutokana na kile ambacho kinaitwa ukosefu wa ada. Tukio hili linaangazia hali ngumu ya kiuchumi inayokumba familia nyingi barani Afrika, ambako wazazi na walezi hawawezi kumudu gharama za msingi kama vile ada ya shule, na inaleta taswira ya namna mfumo wa elimu unavyoweza kuwa mzigo wa familia zisizokuwa na kipato cha kutosha. Ubunifu wa jamii katika kukubaliana na ugumu wa maisha. Bibi huyu kuchukua kuku na kupeleka kwa ajili ya watoto wake ni ubunifu ambao ni wa kipekee. Bibi huyu hakuacha kuwa ni mtu kukata tamaa, bali aliamua akatumia kile alichokuwa nacho ambao walikuwa ni kuku kama rasilimali, na hii inaonyesha kwamba ni mbinu ya ubunifu zinazoweza kutumiwa na watu walioko pembezoni mwa jamii. Hivi karibuni watu wengi wamemchukulia bibi huyu kama vile ni mtafutaji au ni mpambanaji kwa ajili ya wajukuu wake. Watu wengi wamelichukulia tukio hili kama tukio la kushangaza zaidi na kuona ni kwa namna gani wajukuu hao watakuja kumkumbuka bibi huyo hata atakapokuwa kaburini. Wito mkubwa kwa jamii pamoja na serikali kwa sasa huko nchini Kenya ni kuhakikisha kwamba watoto hao basi wanazidi kusoma siku hadi siku. Tukio hili linapaswa kuwa ni wito wa serikali na jamii nzima kwa ujumla kuangalia upya sera za elimu, hasa kuhusu upatikanaji wa elimu kwa watoto kutoka katika familia maskini. Pengine ni wakati wa kuimarisha elimu bila malipo au kuweka mfumo bora wa ufadhili wa masomo, ikiwa kama ishara kwamba watoto hawa pamoja na watoto wengine ambao watakuwa katika nchi ya Kenya basi watapatiwa elimu bila hata kuwepo kwa malipo ya aina yote. Sasa kwa bibi huyu anazidi kudhihirisha kwamba kuna kitu kinaitwa upendo. Toa kile ambacho ulichonacho kwa wakati huo, au anza na kile ulichonacho, ndipo mengine yatakuja. Tunaamini kwamba wajukuu wao watasoma vizuri na watafika katika level za kimataifa. Ila swali la kujiuliza, bibi huyu nani aliyempa wazo la kutoa kuku hawa? Inawezekana bibi huyu ametumia elimu ile ya kipindi cha nyuma, nikiwa na maanisha barter trade. Yani nakupa mahindi, wewe unanipa mchele. Ninakupa mchele kisha wewe unanipa maji. Ni njia ambayo waliitumia katika kipindi cha nyuma. Bibi huyu katika maisha ya sasa, karne ya miaka ya 2025, ameamua kutumia njia ile ile ambayo ilitumika katika kipindi cha nyuma. Ni mfumo ambao watu wengi wameshangazwa nao, na ndio maana jamii nzima kwa ujumla imemchukulia bibi huyu kama ishara ya upendo kwa wajukuu zake na ishara ya mshikamano kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Kitu kingine ambacho kimeweza kuwafanya watu wengi wakaliona jambo hili kuwa ni kubwa na la kushangaza ni utu aliokuwa nao bibi huyu. Bibi huyu ni mtu ambaye hakushindwa kuangangania kuku wake na kuachana na masuala ya elimu. Hii kwake amechukulia elimu kama vile kipaumbele na kuona kabisa inawezekana katika siku za usoni elimu hii ikawasaidia wajukuu zangu. Pamoja na haya yote, amekuwa ni mtu ambaye ana huruma. Jambo hili linazidi kuwafundisha pia kuhusu utu na huruma, umuhimu wa kushikamana katika jamii. Shule inavyozidi kupokewa na jamii hata za kipindi cha miaka ya nyuma,
Yani nikiwa na maana kwamba generation iliyopita na sasa basi wamegundua kwamba elimu inaweza ikawa ufunguo wa maisha. Ni swala la muda tu. Elimu hiyo utaitumia wapi? Na elimu hiyo utaitumia katika kupambana na nini? Je, elimu hiyo itaenda kumsaidia mjukuu huyu katika kuondoa ujinga pia? Pamoja na yote, ninaamini kwamba watu wengi kupitia hili wamelichukulia kama vile jambo ambalo ni la kijamii na wala si jambo la mtu mmoja ambaye kwa sasa tunaimongelea kwa hivi sasa ni bibi mmoja aliyeamua kusimama kwa ajili ya wajukuu zake. Kuna sekeseke kubwa sana katika jamii za Kiafrika ambazo kwa hivi sasa zimekuwa zikikosa elimu mara kwa mara, na wengine wakiwa wanakosa mpaka hata nguo za kwenda shule. Ila bibi huyu ni kama mfano kwa kile ambacho kinatokea katika jamii nyingi za Waafrika. Waafrika kiujumla wamekuwa wakipambana katika jambo hili kuhakikisha kwamba angalau wanaondoa ule ujinga wa mwanzo. Mtu ujue kusoma, ujue kuandika, lakini pia hata angalau ujue kuhesabu. Wajukuu hawa ni wadogo sana. Katika nchi ya Kenya watu wengi wamesoma, lakini swala zima la ajira limekuwa ni kamzozo. Ipo inamaanisha kwamba hakuna ajira. Ajira zimekuwa changamoto sana. Wengi wana elimu, lakini bado bibi huyu amekuwa na imani siku za mbeleni wajukuu zake watapata hiyo ajira. Ipo wazi kwamba yawezekana kwamba watu wengi katika jamii ambazo bibi huyu zinamzunguka, kuna wengine ambao wamebaki nyumbani kulingana na ada hii. Ila yeye aliamua kutumia mfumo wa zamani, mfumo wa barter trade. Kwa hivi sasa hautumiki sana, ila yeye ameamua kuutumia kwa mara nyingine tena, tukio ambalo limewafanya hata wanahabari katika nchi hiyo ya Kenya kuinuka na kulitazama katika upande ambao ni chanya. Aliamua kujituma, aliamua kujitoa, aliamua kuhakikisha kile ambacho alichonacho basi kinakuwa msaada kwa ajili ya wajukuu zake. Je, wewe una lipi la kusema kupitia video hii? Huyu bibi amefanya hivi. Je, wewe ungeweza kufanya hivi? Na je, kama ungeweza kufanya, unafikiri hichi alichokifanya ni kizuri au hichi alichokifanya ni kibaya? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba amefanya jambo ambalo ni kubwa na lizuri katika jamii. Lakini je, bibi huyu si mtu binafsi? Bibi huyu si mtu ambaye alikuwa ni mbinafsi ndani ya roho yake, nikiwa namaanisha hivyo, bali ni mtu ambaye aliliamini swala zima la elimu na akaamua kulivaa kama la kwake. Jambo hili si la kawaida, ni kielelezo cha maelfu ya walezi waliokuwa wanajitahidi kwa kila hali kuona angalau watoto wao pamoja na wajukuu zao wanapata angalau elimu. Na sio elimu tu, ni elimu ya vitendo. Kitendo chake kinafaa kuheshimiwa, lakini pia kitendo chake kinafaa kuzingatiwa. Hili ni somo kwa jamii nzima na ni maadili ambayo yamezidi kuwapendeza watu wengi na familia nyingine nyingi ambazo basi zimekuwa zikiwa zinapambania swala zima. Ibana, sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.